Kwa muda mrefu sasa, huduma ya maji imekuwa changamoto katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam. Chanzo kikuu cha tatizo hili ni kukauka kwa mto Ruvu kutokana na majira ya kiangazi. Hali hii imekuwa ikilalamikiwa kwa muda mrefu, huku wakazi wakilazimika kutegemea mvua kupata maji. Wengi wanasema kutegemea mvua katika zama za mabadiliko ya tabia nchi kunawafanya kuishi bila huduma hii muhimu. Kinachotusababishia haya yote kwa mujibu wa maelezo yao wao kama wataalamu ni ukosefu wa mvua. Hapa tunaanza tangu saa 11 tupo hapa. Sasa hivi ndo tunachota maji. Yaani kwa kweli kama serikali inaona bora watutatulie. Tuna wiki ya 3 sasa tunachota maji ya chumvi tunakunywa. Kilio cha wananchi kimeifikia serikali. Swali kubwa ni, je, jitihada za kutatua changamoto za maji zikoje? Leo tumepata wasaa kuja kuona hili bwawa kubwa, bwawa la kimkakati, ni la muda mrefu limezungumzwa, lakini leo tupo katika utekelezaji ambapo litakuwa na uwezo wa kuhifadhi zaidi ya lita bilioni 190. Ni maji mengi ambayo si kwa ajili ya maji ya kunywa, yatatumika katika eneo la umwagiliaji, lakini pia swala zima la uzalishaji wa umeme. Lakini kwa jitihada pia za muda mfupi tunaendelea nazo. Moja, kuhakikisha tunafufua visima ambavyo vilikuwa vifanyi kazi kwa mkoa wa Dar es Salaam ili kuhakikisha kwamba vinafanya kazi. Lakini mbili, kuhakikisha pia tunazuia shughuli zinginezo katika mto huu Ruvu ili kuhakikisha kwamba maji yanakuja katika mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tatu, tunaendelea kufanya migao sahihi na migao yenye usawa katika maeneo yote ya muhimu. Lakini nne, tunahakikisha kwamba maeneo yote nyeti hayakosi maji, kama kwenye hospitali kama Muhimbili, kwenye mashule na maeneo mengine ya namna hiyo, maji tunapeleka kila muda. Bwawa hili kubwa la kuhifadhi maji kwa wakazi wa miji ya Pwani na Dar es Salaam lilianza kujengwa mwaka 2023. Ujenzi wake unatarajiwa kukamilika ndani ya miaka 3 na litahifadhi maji kwa muda wa miaka 2 endapo mvua haitanyesha.